Mimi na hakika kwamba tukishirikiana nyinyi pamoja na nyinyi na sisi tutampata huyo alifanya kitendo hiki hapa cha kumkaba na kumpeleka kwenye mahindi. Kumkaba tu alikuwa kama amekabwa mpaka ametoa damu. Kwa hiyo sisi kazi yetu ni baki kupeleza na kuhakikisha kwamba anakamata haraka sana mtu aliyefanya kitendo hiki, kama ni mmoja au wawili wote wakiwa wamekamata. Lakini kama nilivyosema kwamba tutafanikiwa tu sana iwapo tutakuwa na ushirikiano. Na vile vile tunawaombeni ndugu zangu kupitia polisi kata tuanzishe vikundi vya ulinzi shirikishi. Mtoto wake akawa ametoka shuleni, akawa amemchukua yule mtoto. Jioni ilipofika nikamshutia, nikamwambia mimi naondoka. Akaniambia sawa, lakini mtoto ameshatangulia. Basi na mimi nikaondoka na yeye nikamwacha. Basi mimi nikatangulia nyumbani, nikalala. Kwa akirudi jioni anaingia ndani kwake, tunasemeshana, yeye nimerudi, lakini usiku sikusikia akiniita. Ila nilisikia sauti ya mtoto analia usiku. Nikaja leo ndo mtoto mama yake ameingia. Kumbe mama hajaingia. Asubuhi sasa ndio nikapigiwa simu. Nikaambiwa jana ulilala nyumbani, nikamwambia yeye nilala nyumbani. Mtoto umelala naye? Nikamwambia yeye mtoto amelala na dada yake. Yes. Kanifunga majira saa 4 hivi. Kabla sijafunga hizi nadhani nilikuwa sijafunga. Sasa akaja akaniambia naomba unga kwa mtoto akishe. Nikamwambia vitu vyake pale dukani, akaondoka. Kabla hajaondoka nikamuuliza mtoto yuko wapi? Akaniambia mtoto wangu ametangulia na dada yake. Akaondoka akaenda nyumbani. Akaondoka sasa nikamwambia nimefunga kabla ninaenda kufunga. Sasa akaondoka kwa changamoto yote wala hajaigombana na mtu. Ndugu wa nyumbani. Ndugu. Hajawahi kuwa na ugomvi katikati na mtoto. Na tulikuwa tunakaa naye. Tulikuwa tunakaa naye ndugu wangu kabisa. Kufungua duka mimi na duka hapo Shatuazi. Kwa kitendo nafungua tu kijana wangu akaja mtoto wa dada yangu. Ananiambia mama, umepata taarifa gani? Naambia mimi sipata taarifa yote kuhusu nini. Nikatoka nje. Ambia ngoja nitarudi, aweza kuniambia. Basi nimetoka nje. Nikahoji. Nikamwambia niambie nini shida? Ambia Mabaraka amefanya nini? Ambia Mabaraka umetoka nini? Anadani ya tu. Mabaraka alikuwa ni mtu mpole, alikuwa anaga magomvi na mtu, alikuwa ongeaji na mtu yote. Sijana sana kama nimefanya kazi pale kijiweni akashika nyumbani kwake. Mpaka kufikia sasa hivi ndio taarifa kwamba amefariki. Pole, asiongea na mtu, mfanya biashara wa kitimoto. Alikuwa anaga magomvi na mtu yote hapa kijiweni. Alikuwa vizuri kabisa saa 4 kamili alikuwa pale kazini akiwa mzima wa afya. Ana mtoto mkubwa wa miaka 18 na miezi 7. Simu kutoka kwa mwenyekiti wa mtaa huu, ndugu yetu Mary Msali, akanijulisha kuna tatizo la mwananchi amekufa kwenye mahindi hapa eneo la kwa ile Tilimo. Kwa hiyo na mimi nimefika nikakuta wananchi ni wengi kama na wewe ulivyowakuta. Kwa hiyo tumefika na taarifa zikatolewa polisi, askari wakaja. Kwa hiyo ndio zoezi ambalo mnakuta linaendelea. Ningetoa rai kwa wananchi wawe kila mwananchi awe mlinzi wa mwenzake, hasa kipindi hiki cha msimu wa kilimo. Kama tunavyoona tukio hili limetokea kwenye mahindi. Kwa hiyo haya mahindi yanaweza kuwa ndio kivuli cha watu ambao wana nia njema kujificha na kufanya matukio.